Jihadharini na manabii wa uongo. Unaweza ukasema kwa sauti yako, jihadharini na manabii wa uongo. Turudie tena. Jihadharini na manabii wa uongo. Na tunapata andiko letu la msingi katika somo hili katika Mathayo sura ya 7. Hayo ni maneno ambayo Yesu aliyasema angali yuko duniani. Jihadharini na manabii wa uongo. Mathayo sura ya 7 mstari wa 15. Mathayo sura ya 7 mstari wa 15. Maandiko yanasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Ikiwa tumepata tupata andiko letu, tukasoma wote kwa sauti. Soma wote kwa sauti hapo. Mstari wa 15, 1, 2, 3. Turudie tena. Turudie tena. Ndiyo. Jihadharini na manabii wa uongo. Jihadharini na manabii wa uongo. Nabii wa uongo ametajwa sana pia katika Biblia. Tutaangalia maandiko kielezea tena kizungumzia juu ya manabii wa uongo. Juu ya manabii wa uongo. Natajwa kuna manabii wa uongo ambao ni watu. Naelezea hapa tuliposoma hapa kwamba watu ambao watawajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo. Ni watu. Manabii wa uongo ni watu. Na kwa mujibu wa Biblia hapa inazungumzia hawa watu si wachache. Amen. Asema watawajia wamevaa mavazi ya kondoo. Watawajia wamevaa mavazi ya kondoo. Ukiangalia kwa haraka itaonekana kama watu wa Mungu, watu wa Bwana, watu wazuri. Lakini anasema ndani yao ni mbwa wakali. Hapo kazi yao ni kularua. Mbwa mkali ni kularua mtu. Ni kumjeruhi, na wakati mwingine hata ikiwezekana kumuua kabisa. Amen. Amen, Jose. Kwa hiyo hawa ni manabii, ni watu. Ni watu. Lakini hawa manabii wa uongo hawatokei tu pasipokuwa na chanzo. Biblia inaeleza kwamba kuna nabii wa uongo. Nabii wa uongo ambaye atadanganya ulimwengu wote. Maana hawa manabii wa uongo wanatokana na huyo nabii wa uongo. Manabii wa uongo ambao ni wengi wamezalishwa wanatokana na huyu nabii wa uongo anayetajwa katika Biblia. Amen. Amen, Jose.
Kwa hiyo mstari 20 mstari wa 10. Biblia inasema, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Amen. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Amen. Kwa hiyo hapa kuna ibilisi, kuna mnyama, kuna nabii wa uongo. Hawa wote ni watu. Amen. Uongo ni mtu, na ibilisi wote tunafahamu ni kiumbe wa namna gani. Lakini tunachotaka kujifunza hapa ni kuhusiana na nabii wa uongo. Kwa hiyo maandiko yanapozungumzia, anasema manabii wengi wa uongo watatokea. Manabii wa uongo wengi watatokea. Manabii wengi wa uongo, si wachache, ambayo chanzo chake ni huyu baba yao nabii wa uongo. Amen. Manabii wengi, manabii wengi watatokea. Mathayo 24:11-24. Nasema kwa kuruka hapo tunataka kuona tu manabii wa uongo kwamba si wachache, ni wengi. Mathayo 24:11-24. Na maandiko yanasema, na watatokea manabii wengi wa uongo ambao watawapotosha watu. Mstari 11 hapo, na watatokea manabii wengi wa uongo ambao watawapotosha watu, maana watawadanganya watu. Kwa hiyo ibilisi amekamatwa, anatupwa katika ziwa la moto. Atakamatwa tena mnyama, atatupwa katika ziwa la moto. Lakini pia atakamatwa nabii wa uongo, atatupwa katika ziwa la moto. Baba yao wa hawa wote ni ibilisi. Hizi ni idara za shetani. Kwa maana hao wakuu wa idara watakamata wote pamoja. Tunachotaka kujifunza tu hapa mpaka mstari 24, unaweza kusoma kwa wakati wako. Tunajaribu kupunguza kwa muda hapa. Lakini tunachotaka point hapa ilikuwa ni kuangalia manabii wengi wa uongo watatokea. Manabii wengi wa uongo watatokea. Kwa hiyo ndio maana maandiko yanasema jihadharini na manabii wa uongo, maana si mmoja. Na hao manabii wengi wao watakapokuwa wana katika muonekano wao wataonekana kama kondoo, kama watakatifu, kama watu wanaompenda Yesu. Lakini anasema kwa ndani ni mbwa wakali. Kwa ndani ni mbwa wakali, ni mbwa hatari, ni mbwa wasiopaswa kabisa kusogelewa.
kwa ajili ya maisha ya mtu husika. Amen. Amen. Nabii wa uongo